Zungumzia afya, tumekugusa, na unapoguswa basi toa hisia zako pia. Na mtazamaji, ndiposa tumeweza kufungulia laini zetu za simu. Tupigie simu live, nambari ya simu iko kwenye kiwambo chako. Tutumie ujumbe kwenye WhatsApp, tueleze hali ya afya iko vipi katika kaunti yako. Unadhani kwamba afya imeboreshwa au bado kuna la mno linafaa kufanyika kutoka kwa viongozi wa kaunti hiyo? Hayo yote tutakuwa tunayasoma kadri muda unavyozidi kusonga. Naarifiwa mwandishi wetu habari Susan Locho yuko ange kabisa kutoka katikati ya jiji la Nairobi. Hivi sasa maafisa tabibu wanafanya maandamano leo, ikiwa ni siku ya 35 ambapo wanataka maslahi yao yote yaangaziwe na serikali ya kaunti na vile serikali kuu. Na moja kwa moja, Locho, hali iko vipi na maandamano hayo yameanza? Asante sana Onsare, na kupata kwa njia safi nikiwa nje ya bustani la Green Park, na nyuma yangu ni baadhi ya maafisa tabibu, leo ikiwa ni siku ya 37 ya mgomo wao jijini Nairobi. Maafisa hawa wamejipanga kuanza maandamano yao ya amani yatakayoanzia katika bustani hili la Green Park hadi katika Wizara ya Afya. Maandamano haya yanakuja siku chache tu baada ya mazungumzo yao na baraza la magavana, lakini maafisa hawa walishikilia kwamba wataendeleza mgomo hadi pale matakwa yao yatakaposhughulikiwa. Baadhi ya mambo wanayodai ni mishahara kwa maafisa wanaofanya kazi chini ya mpango wa Global Fund ambayo yamecheleweshwa kwa miezi 19 kufikia sasa. Maafisa ambao wanafanya kazi chini ya mpango wa UHC wanataka mikataba ya kudumu na pia bima ya afya. Kwa hivyo nitazungumza na baadhi ya maafisa hawa ambao wako nyuma yangu na watanieleza tu ni kipi kimewaleta uwanjani siku ya leo. Nitampata huyu mmoja. Hujambo? Si jambo. Naomba uniambie jina lako na wewe ni afisa tabibu chini ya mpango upi? Kwa majina naitwa Hosea Mosbey. Mimi ni afisa tabibu katika niko permanent and pensionable. Aha, na siku ya leo mmejiunga hapa kwa maandamano ya amani, ni yepi mngependa yashughulikiwe? Ya kwanza kabisa tungeweza serikali iweze kutia saini CBA ile ambayo waliweza kukubaliana na union yetu. Alafu ya pili tunataka waweze kutii return to work formulas. Ya tatu tunataka waweze kuabsorb wale ambao ndio wako kwa UHC waweze kuingia permanent and pensionable. Ya nne ni Global Fund officers, wale ambao wameweza kuteseka kwa mwaka 1.5 waweze kulipwa mshahara na waweze pia kuwekwa kwenye permanent and pensionable. Mmesema walitia saini mazunini SRS. Hiyo ilikuwa lini na mnatarajia ifanikishwe kufikia lini? SRC waliweza kukubaliana na yale matakwa ambayo tulikuwa tumeweza kuzungumza kwa pamoja. Takriban miezi ambazo ni karibu 4 ambazo zimepita, na serikali haijawahi tilia maanani kuweza kuweka saini mkataba huo. Asante. Na COG na Ministry of Health. Asante sana. Hayo ni baadhi ya masuala ambayo wanataka yashughulikiwe, na pia maafisa hawa walizungumzia hapo mwanzo kazi yao, wanataka sehemu zao za kazi ziboreshwe, yale mazingira ya kazi. Kwa hivyo mimi nakita kambi maeneo haya na nitakuwa nakuletea taarifa hizi na zingine nyingi. Mimi ni Susan Locho, narejea kwako Joash Onsare. Naam, shukran sana Susan Locho kwa tathmini hiyo, ukizungumza na baadhi ya wahudumu wa afya, hasa maafisa tabibu ambao wanaendelea kushinikiza serikali kuhakikisha wanatimiza maslahi yao ama matakwa yao wanapofanya kazi ya kuwahudumia wananchi. Na mtazamaji, Peterson Wachira ashawasili katika studio zetu, na yeye